Shalom mtu wa Mungu. Napenda kutoa taarifa hii ya kufurahi pamoja nawe ambaye ulishiriki pengine maombi yako zidi yangu, maana nilikamatwa ile tarehe 29 mwezi wa 7 mazingira hapa kanisani Dodoma Mkonze, tukiwa mimi na mchungaji msaidizi ambaye tuko naye hapa tukiwa kwenye ibada. Kuja askari wakiwa wamevaa kiraia, wakiwa na gari mbili, cruiser moja nyeupe na nyingine kwa nyeusi. Basi wakawa wametuchukua hapa. Washirika wetu wengine walikuwa hawako mazingira ya karibu, kwa hiyo taarifa kuwafikia ilikuwa shida. Wakaweza kutunyang'anya simu zote. Mimi nilikuwa na simu 3, ya touch moja, hizi ndogo 2. Na baada ya hapo tuliweza tu kuaga majirani zetu na tukamwambia wawape taarifa wenzetu au washirika wenzetu ambao tuko nao hapa Dodoma. Baada ya kupelekwa kule, tunashukuru kwamba alikuja kijana ambaye pia alikamatwa, ambaye ananifahamu au tushaye kukaa sehemu moja na anajua harakati zangu. Kwa hiyo nimempa taarifa kwamba toka nenda kawaambie ndugu zangu kwamba nipo huku, ili pengine kama kuna uwezekano wa namna yote basi kifanyike chochote. Kwa hiyo tokea tarehe 29 taarifa walikuja kuzipata siku ya Jumamosi, na nafikiri kwenye tarehe moja hivi kama sijakosea, mwezi wa 7 mwezi wa 8 ndio walikuja wakapata taarifa, ndio wakaanza kuja mahabusu kutuona. Na tunashukuru kwamba alituweka mahabusu pamoja na mahabusu wengine. Vinginevyo kama wangetuweka mahabusu ya tofauti na wengine, inawezekana ingekuwa shida kuja kuniona tena duniani. Lakini naamini sana kwamba mko au uko mtu ambaye unaamini katika kinachokifanya kwamba ndiyo Injili. Mimi bila shaka, kwa mnaonifahamu, nimekuwa nikikemea utekaji na kemea ufisadi na nakataa maliziano ambayo kwa sehemu kubwa pengine yamekuwa yakishinikizwa na watawala, ila ambayo hayawajibishi watekaji, hayawajibishi mafisadi na wauaji waliohusika Oktoba 29, lakini hata kuhusiana na ndugu zetu waliweza kutekwa. Mara kadhaa nimekuwa nataja kwamba ikiwa kama kina Mafuera wanaotaja kwamba walihusika kweli na utekaji, ikiwa kama ni kweli, lakini pia wale wanasema watu tukawapoteza polisi msiwatafute, wale wakina Felisi Bulia na wale vijana wa Sandao wanasema watu tutawakata kwa mapanga, ikiwa kama ni kweli wanahusika basi wachukuliwe hatua, kuliko maneno ya kawaida tu yanayotolewa na viongozi. Niona siku moja Emmanuel Nchimbi ambaye makamu wa rais anasema kwamba mimi kauli kama hizi wanakemea, lakini angalia kina Tundu Lissu waliwahi kusema tutakinukisha, leo wanasotea magerezani. Sasa kukemea tu haitoshi, tulitaka tuone hatua zikichukuliwa. Ni kweli waziri wa mambo ya ndani Katambi ulisema kwamba wako askari ambao wanachukuliwa hatua au walichukuliwa hatua ambao pengine wamekuwa wanahusika na vitendo vya uhalifu. Sasa tulitamani kuona askari ambaye anatajwa kuhusika na masuala ya utekaji, hatua zisichukuliwe chumbani, ziwekwe hadharani, kwa sababu kuna wengine wametajwa kama kina Mafuere, wametajwa moja kwa moja. Tulitaka tusikie wamefanyiwa nini, wamechukuliwa hatua gani, kama ni kweli walihusika na utekaji, wamechukuliwa hatua gani au kinaendelea nini kwa ajili yao. Sasa hitimisho langu, nisome kwanza andiko hili katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10, nasema usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Ibilisi atawatupa baadhi yenu magerezani. Mimi naamini yoyote yule ambaye unajiita mwenye mamlaka, uwe waziri wa mambo ya ndani, uwe ni rais, uwe ni mbunge, uwe ni makamu wa rais, mawaziri wote na maaskari, wakuu wa usalama, kama tu wewe unachukia vitendo vya utekaji, tulitaka tukuone ukiwa mkali. Na kama nitakamatwa kwa mara nyingine, mkao mnadhibiti kwamba kwa nini tunataja majina viongozi, si rais, si nani. Tunataja kwa sababu ndo icon, ndo mfano, kwa sababu kiongozi wewe ndo utakuwa uwajibishe magenge ya ajabu. Kama kila mtu akijitokeza sema mimi nitawakata mapanga, kata, kila mtu aanze kuongea mimi ni mchungaji na kundi la watu ambao pia na mimi nalea, nao waanze kutumia lugha kama hizo kwenye mitandao, unadhani tunalea nchi ya namna gani? Ndio maana mimi naamini kwamba viongozi wa dini tukijitoa kwenye masuala ya kwenye siasa, basi tutalea jamii ya vibaka wengi, wauaji wengi, watekaji wengi, wenye roho mbaya wengi, mabusu zitajaa watu wa kusingiziwa tu. Sasa
nataka niseme kwamba yoyote ambaye utakuwa unazuia kwamba tusikemee utekaji, bila shaka wewe ndio mtekaji. Wewe ni waziri, wewe ni rais. Alimada Mtume, kwa sababu kukutaja haina maana kwamba wewe ndio mtekaji, ila tunasema chukua hatua kwa watekaji. Laiti kama usipochukua hatua kwa watekaji, kama tu wengine watakuwa wanajulikana, tutakuwa tunasema uchukua hatua. Usipochukua, basi wewe ndio unawatuma na wewe ndio mnufaika wa hao na huo utekaji. Sasa namaliza kusema mimi sipambani na mamlaka, sipambani na serikali, sipambani na mtu yoyote. Mimi napambana na ubaya, napambana na mtu mbaya, napambana na watekaji. Alimada mtu utaingiza kichwa, mimi nitakuwa nikitolea mfano kwako, nikitolea mfano kwako kwenye mahubiri yangu ya kwenye mitandao, ya kanisani, ya mtaani. Nitakuwa nikitolea mfano kwamba ili watu wasiige mfumo mbovu ambao pengine unafanywa na mmoja kati ya wewe. Sasa nahitimisha kusema hivi, mimi hapa nilipo sina simu. Kwa sasa nimenyang'anywa zote. Bado wanafanyia uchunguzi. Sawa? Sasa neno langu nataka niseme ni hili. Wewe unaona kwamba hiki ninachokifanya ni utumishi. Wewe kwako unaona huu ndio utumishi, yani huu ndio uchungaji. Unajisikia kushiriki pamoja nami kwenye safari hii ya wito nilio nao. Basi unaweza ukachangia chochote ili niweze kununua simu nyingine mpya ili niendeleze harakati za kiinjili ambazo mimi nalita ndio neno la Mungu. Sasa wengine wanasema sihubiri Yesu, nihubiri Yesu mzungu aliyeteseka huko, niache kuhubiri wa Afrika wenzangu wanaoteseka sasa. Haya maandiko yameandika tu tuhubiri wazungu kule waliponing'inizwa kwenye misalaba, ndo basi. Walivyo si wekwa magereza, ndo basi. Sisi hatuwekwi magerezani. Sisi hatuumizwi. Mimi naamini neno la Mungu ni ubinadamu, kuwaonea huruma wengine. Wewe unaonaje angetekwa jirani yako, mtoto wako, mama yako, shangazi yako, ungejisikiaje wewe? Biblia inatuambia iweni na huruma kama baba yenu alivyo wa mbinguni alivyo na huruma. Lakini pia wale pengine nasema nendeni ulimwenguni mote mkafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Hilo mimi ndo naamini ndo neno la Mungu. Kwenda ulimwenguni mote kuwabadilisha watu wote wafanane na sisi na nia zetu. Mimi sitaki mtu, sitapeli. Naishi kwa haki, nafanya kazi. Ndio unapotakiwa dunia nzima itaishi kama mimi ninavyoishi. Vinginevyo kama mnateka mtuweni tu, lakini kuliko kubaki kwenye dunia tukao tunasifia upumbavu. Mimi sisifii ujinga. Sisifii upumbavu mimi. Sisifii. Haya, kwa maneno haya tena kama nitaitwa mchochezi sawa. Namaliza tu kwa kusema kwamba wewe unajisikia kuchangia, basi namba hizo hapo. Jina ni Yola Saileni. Changia chochote unachojisikia ili nipate kuwa na simu nyingine. Hii natumia hapa ni ya dharura tu ambayo nimepata mahali. Neema Kristo Yesu pamoja nawe. Amen.